kuhusiana na kumuongeza kocha Moalin. Tunamfahamu huyu kocha amepita kwenye vilabu vingi tu hapa Tanzania. Amewahi kufundisha Azam kama kocha mkuu, lakini pia amewahi kufundisha KMC. Amefundisha pia Young Africans yenyewe kama kocha msaidizi, lakini alikuwa mkurugenzi wa ufundi. Kuongezwa kwake chini ya kocha Pedro kwenda kumsaidia, hii ina maana gani? Maana yake ni kubwa kwa upande wa management nzima ya Young Africans, lakini pia inawezekana ni maana yenye tija kwa kikosi kizima cha Young Africans, kwa sababu unajaribu kuangalia katika engo tofauti. Katika uwanda wa kwanza ambako unamwangalia Mosi ni uzoefu wake aliokuwa nao na mpira wa Tanzania. Kwa sababu mara ya kwanza anatambulishwa kwenye mpira wa Tanzania alikuja kama mkurugenzi wa michezo kwenye kikosi cha Azam FC. Ndio. Akitokea kwenye klabu ya Columbus ambako alikuwa ni msaidizi pale nchini Marekani. Ndani ya kikosi cha Azam FC kocha mkuu alikuwa ni George Rwandamina Chicken Man anafukuzwa kazi. CEO aliyekuwa CEO wa Azam FC Abdulrahman Karim Popat, akamteua Morim kuwa kama caretaker, kwa maana ya kocha wa muda ama kocha wa mpito tunasema. Amehudumu mpaka msimu unaisha. Azam FC wakamkabidhi Morim team ya Azam FC. Tukaanza kuiona Azam ambayo ilianza kubadilika, kwa maana ya aina ya uchezaji ule ambao tulikuwa tunaushuhudia chini ya George Rwandamina kuja kwenye aina fulani ya mpira ambao alikuwa anaifundisha kocha Abdulrahman Morim. Ndani ya msimu mmoja akamalizana na maisha yake pale kwenye kikosi cha Azam FC. Azam FC akajiliwa kocha mpya na Morim akaelekea kwenye kikosi cha KMC. Ndio. Akiwa anaelekea kwenye kikosi cha KMC ndani ya msimu huo walifundishwa na makocha watatu. Kocha walianza naye msimu alikuwa ni Thierry Itimana kumradi. Baada ya Thierry Itimana, KMC hawakuwa na mwenendo mzuri kwenye ligi. Wakawa wanapoteza mechi kama ilivyo KMC ya sasa hivi. Wakakaa kwenye zile nafasi za kushuka daraja ama kucheza playoff. Na nakumbuka walikuwa hapo katika nafasi ya mwisho. Akafukuzwa Itimana, akaletwa Jamhuri Julio kuja kuokoa jahazi kwenye kile kikosi. Ndio. Akahangaika nao ikiwa imesalia michezo 7 kuelekea ligi kutamatika. Julio mwenyewe akafukuzwa wakiwa wako nafasi 2 juu ya wale wawili ambao walitakiwa kushuka daraja. Tunakumbuka ni msimu ambako hii mfumo wa playoff ulivyokuwa kwa kipindi kile ni tofauti na sasa hivi. Kwa maana playoff ya misimu 4 nyuma mlikuwa wale wawili wanashuka moja kwa moja, na nyie zile timu za ligi kuu mnacheza nyie kwa nyie playoff. Anayepoteza pale anashuka na anayeshinda anasalia kwenye ligi, na wale wawili wa kule wanapanda moja kwa moja kuja kuziba hizo nafasi 2. Lakini pia kwa wale wa playoff wao walikuwa wanapanda hivyo hivyo. Ni tofauti na ilivyo sasa hivi ambapo timu 2 kwenye relegation zone zinacheza playoff. Inayoshinda inasalia moja kwa moja. Inayoshindwa inasubiria tena kuja kucheza playoff ya pili na mtu ambaye anatoka championship. Kwa hiyo katika ile michezo 7 ambayo Morim aliongoza KMC, aliwasababisha au aliwafanya KMC kusalia kwenye ligi kuu ya NBC Premier League. Maisha yao yakawa yameendelea. Tukaanza kuona pia aina fulani ya mpira ama display, muonekano wa kiuchezaji wa timu ya KMC ukiwa umebadilika kwa kiasi kikubwa sana. Anatoka pale ana msimu wa 2024 anaelekea ndani ya kikosi cha Young Africans kama kocha msaidizi. Ameenda baada ya Young Africans kuanza msimu vizuri wakiwa na Miguel Gamondi ndani ya michezo 12 akawa amefungwa mara 2. Alifungwa na Azam FC, akafungwa na TRA ya sasa hivi ambao kwa msimu uliopita ilikuwa inaitwa Tabora United. Kipindi anaondoka Miguel Gamondi, Young Africans walimwajiri Sid Lamovic kama kocha mkuu. Alivyokuja Sid Lamovic wakamleta pia Mirudi Abdulrahman Morim kama kocha msaidizi. Kwa hiyo kafanya kazi kuanzia pale. Sid Lamovic ndani ya mechi 5 akaondoka na yeye kwenye kikosi cha Young Africans. Young Africans wakamwajiri Mirudi Amdi. Akafanya kazi pia na Abdulrahman Morim kama kocha msaidizi wake kwenye kikosi cha Young Africans. Ndio hiyo taarifa ambayo inadhibitisha ama inatanabaisha alisaidia Young Africans kutoa ubingwa wa ligi kuu NBC Premier League, kombe la FA na kombe la Mapinduzi. Ni kwa sababu alipita kwenye muungano FM.